na pia kupata mwenzangu ambao tunashirikiana kwa pamoja. Sio kama sijiamini kwa akili yangu, lakini nikiwa na mwenzako inakuwa nzuri zaidi pia. Na unawaambia hili nimeliwaza walionaje na wewe, na yeye anatoa wazo lake. Na kwa hiyo nitakuwa sina hali ya upweke. Mimi sihitaji sana upweke, nahitaji kuwa na mwenza. Ni mwanaume gani una magani hasa ambaye kwa sasa hivi na maana kwa kujiona? Ni mwanaume mwenye upendo. Ana upendo na mimi, anapenda mtu wangu pia. Kwa hiyo amenipa furaha. Ya inatoje chukua mwanaume mdogo. Ni mkubwa. Kweli? Yeah. Ni mkubwa, mume wangu amenizidi miaka 3. Ni mume wangu ni mkubwa, ila mwili wake ulivyo na mimi nilivyo naonekana kama yeye mdogo, lakini mume wangu ni mkubwa. Naje kwa mdogo pia ningesema. Mume wangu ni mkubwa. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo pia umevizingatia pia, si ndio? Kwamba nichukue mwanaume mkubwa. Lazima ambaye kuzidi umri. Imetokea hivyo. Ingetokea tu nimeelewana na mtu ambaye yeye mdogo pia ingekuwa tushaelewana. Kwa haina jinsi. Lakini uzuri zaidi nilikuwa napenda kama hivi. Alizidi miaka hata 5 hata mingapi, lakini imetokea 3 sio mbaya. Kikubwa mume wangu ni mkubwa. Kwa umri yule ni mkubwa. Ila watu wanapomuona wanamuona kama mtoto. Lakini yule ni mkubwa kabisa, kanizidi. Napenda maensa. Tunavia shemeji yetu kwa sababu ya muonekano ndo wala na yetu bwana. Sio muonekano tu anaupenda, sababu maensa wengi wamenitongoza, wengi. Lakini wengine wanakupenda kama si wa Kikala tu, kwa sababu ya usiwa dada yake Makabila ndo mtu anakupenda, lakini yeye amenipenda kama mimi sababu ni mwanaume wangu wa miaka mingi. Kwa hiyo alikuwa ananipenda kipindi hicho mimi sieleweki. Mpaka sasa hivi tunapendana bado. Kwa hiyo maana hata bado uko kwenye ndoa, lakini kwa bado anakutafuta, unakuwa unaomba majibu sio. Amenitafuta sana, kwa kila kija Tanzania ananitafuta kwa sababu alikuwa anaishi South Africa. Kwa hiyo kwa sasa hivi ndio amenikuta niko free, mimi sipenda kusaliti ndoa yangu. Kwa hiyo amenikuta sasa niko free mambo yanaenda. Kwa sasa hivi ameana mnaishi Tanzania au utaondoka bila? Yuko Tanzania bado, kama kuondoka labda baadaye. Na kama tukija kuondoka tutakuwa tunasindikizana na mpeleka. Mambo ya airport ya. Visa itachafuka sana visa. Itachafuka sana, itagonga sana. Na watu wajipange kwa kweli. Mimi nikupongeze pia. Ukiacha kwamba ndoa yako imekuwa na mvuto pia, watu wamepokea vizuri. Unajua bana kufunga ndoa na watu wakaizungumzia jambo la heri sana baraka. Kwa nini hasa ndoa yako imekuwa inazungumzia sana? Watu hawaamini. Eti kisa watoto 5. Yaani watoto 5 naona utamu nao vile. Alafu na najiamini. Unajua wanawake, kweli wanawake si nasema mwanamke ni yule unahangaika nini? No. Lakini wale wanatofautiana kwa sana. Wanaume pia wanajua hilo. Na mwanamke uko unajituliza, mwanaume anajua. Lakini naye ndio huyu ni mwanamke nimekutana naye na ni mtulivu. Anaonekana kuna baadhi ya vitu anajua. Kwa hiyo sina mambo ya kurukaruka. Japo mimi nikicheza karakta zangu naonekana mtundu, lakini sina ule utundu ambao na ufanya uhuni wa nini, sina studio na sina tabia hiyo. Na mimi sikuzunguka sana, mimi niko naolewa tu ndugu yangu. Mimi nimetoka nimevunja ungo tu, nimekaa kidogo nimeolewa. Nimekaa miaka yangu 10 na ngapi nikashika na mwanaume nikaolewa na mwingine, huyu tumekaa miaka 16. Nimeachana naye nimeolewa na mwingine mwanamke ambaye niko mtu, yaani mtu fulani ambaye yaani mimi shamba fulani. Nakwambia yani mimi niko baadhi ya sehemu hapa Dar es Salaam sijui na sijafika. Na hazina maana. Yaani kama ufike ile sehemu umemkosea Mungu, lakini mimi mandhari Mungu sijamkosea kutofika hiyo sehemu, afu ni tarehe tu. Sio mambo yangu, kama kunipeleka kama mume wangu anapenda atanipeleka yeye. Kwa mambo ya vitambaa na nini sio wapi sio mambo yangu. Yaani unikuta mimi. Sio kwa hata hivi cha usiku sio mara nyingi. Yaani kienda ni muhimu sana, nimeitwa, nimepewa kadi, naenda hivyo. Lakini sio mzulaji, sio kesha, hadi Mungu nichukua utapata aibu. Mpaka nasinzia. Kwa hiyo nitakudhalilisha. Ziko ng'ombe ngapi? Ana Hamisa anaambia ziko ng'ombe 6 ngapi? Sasa ng'ombe mimi Msukuma. Mimi Muislamu, sababu ambao tutaje mahali kubwa, mahali ile tu kawaida kuridhia. Kutokana na hali ya mwenzako unamtaja na mahali ambayo ataiweza. Kwa hiyo mahali ni siri ya mtu. Sababu ndio maana hata Waislamu wasema kwa mahali mliokubaliana. Hawataki kitaje kiwango. Wajilie mambo haya maana ni 30 milioni ngapi? Ndio hiyo shida ambayo inakuja kuingia katikati baadaye. Kikubwa mpendane tu. Unaweza kulala milioni 30 milioni 40 na usikae. Kwa hiyo yani wewe kikubwa maelewano. Na ukaolewa kwa milioni 30 ngapi na ukadumu. Kwa hiyo kikubwa muelewane. Basi, na ndio ni maelewano tu. Ukiona wewe na mwenzako hamjaelewana mwezi kudumu. Kabisa. Hali kubwa kidogo ni kipengele wakati mwingine. Simaanishi kwamba kipengele, ila unamwangalia mwenzako ana hali gani ambayo anakuchukua. Hata wewe mtu kweli
maisha yake yenyewe ndio hivyo, tia maji naomba milioni 30 itaitoa wapi? Au unampa ugumu ndo ataka sipoe na unatafuta sababu wewe. Upendo. Mimi mtaniwa kwa upendo, kwa nipende mimi na watoto wangu. Ananiwa bure. Lakini sio bana, kuna maneno mengi ambayo anazungumza bwana. Dada yetu bana Maimasa Jesse. Kuna maneno mengi ambayo amekuwa akiyazungumza. Kwa tukachatuka sasa hivi. Hivi kwa nini ndio hapa anaishambulia Sara? Sijui, yani sielewi. Yani sasa mimi tukachetuka sasa hivi mtu kila sehemu. Lakini ndio style ambayo amejichagulia kuishi. Haya maneno kwa kweli hata mimi nimeyasikia. Nimeona mengine nimeyasikia. Mimi naona kama ni maneno kwa sababu siyaoni nikiaishi. Madhari kwa naishi nimesema kweli mambo yana ukweli. Kwa hiyo siyaoni nikiaishi hapa. Amesema kuhusu wewe kwa mtu wa pili. Ni kweli? Mimi sijui kama mimi ni mtu wa pili. Mimi najua mimi mke mmoja na mume wangu ananiambia na mke mmoja ndio mimi. Na naona muda wote niko naye. Sio kama mume wangu hapa ni mambo ya interview, fanyeni haraka muondoke anakuja. Nimeona unaongea naye muda wote kwa hiyo sio sana piga sana simu. Kwa hiyo haya mengine mimi siyajui, hata napata fulana naye, haya mengine siyajui. Mara sasa akazungumza kanzu aliyomolea sijui ndani Doto ndo ile pia. Kanzu imetoka Dubai ile, kaja inapendeza kutoka Dubai. Kaina kupendeza. Amemwagizia yani pigia simu, kamwagizia kamletea kanzu. Kwa hiyo wala sio kwamba ni kanzu ile. Angalie vizuri hiyo kanzu ambayo yeye anaijua huko. Sio hii. Kweli? Unahisi kwa nini haya maneno yanazungumzwa? Si wanazungumza uza story. Lazima azungumze ile uza story mambo yaende mjini hapo. Kwa bini mambo mengine lazima yaende. Basi unaacha mambo yaende. Au kuna wifi hapa katikati huko? Mimi sina hivyo naye. Rafiki yangu. Mshikaji wangu sana miaka mingi toka tuko Vigoli mpaka sasa hivi tunazeka pamoja. Rafiki yangu. Anakuchachuka. Ni mshikaji wangu. Hata najua yuko kazini mwacha tafutie hela. Maana alitishia kumkuta no. Siku kusema bana kwa hichi ulichokisema utapelekana kubaya. Alipaniki. Lakini mimi sio mtu kupaniki. Mimi hata useme nini. Paniki yangu tabu sana. Naomba kutafuta paniki miaka 10 na usiione. Ulimpigia simu kuongea naye? Mai. Sijaongea naye. Niongee naye nini? Maui, kauli nzito zilojue. Kwa. Niongee naye nini? Vipi wewe mke wa pili umemtolea haki? Mimi siwezi kuongea naye chochote. Siwezi. Mtu anasema bana wakati mwingine lazima pia mweke sawa ili asiye kaeka maneno kwa mbele. Haya ataongea lakini mimi najua niko na mume wangu na tunapendana. Kwa hiyo mimi hainiharibiki chochote. Unaambia nini hasa mabinti ambao bado hajaolewa? Unajua wakati mwingine pia ndoa zimefanyika stili sana. Hasa kwa mtoto wa kike pia kukaa bila mume na mdogo sio picha nzuri. Kwa upande wako wewe hasa unalipi la kuhusiana na watoto wa kike, yani kwamba wafanyaje kuolewa? Mastaa pia ambao wanaogopa kuja kwenye ndoa hizi. Hamna mtu anaogopa ila hawajapata. Kweli. Tuambizana tu kweli. Wanakuja tu wao na wacheza wanaondoka. Wanahangaika watu wengine hata kutafuta hizo ndoa wazipate. Sure. Ndoa ni Mwenyezi Mungu anakudondoshia kudra yako. Kwa hiyo watulie tu aone Mungu. Ndio anapatikana kwa Mungu. Anapatikana kwa mganga, wewe muombe Mungu atakuletea fungu lako. Atakuletea mwanaume ambaye unamtaka. Mimi ni mwanaume niliompata ndio mwanaume ambaye niliomuomba. Nataka awe hivi na hivi na hivi na hivi. Na ndo kawa hivyo na ndo nimempata huyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa baraka nyingi. Kuna watu ambao wanakaa kwenye uchumba zaidi ya miaka 4, 3, 5 na hajaoana. Unadhani tatizo linakuwa nini hasa? Mpaka tatizo makubaliano yao wenyewe na mwanamke kujirahisisha. Sasa wao mbaba sasa hizi umeacha nani skin tight. Haya, za siku nyingi umeacha gagulo. Haya, wewe mbona uonekani umeacha kanga? Mwisho siku umehamia. Ukiamua haya ndo unakaa naye unamkana anaoa nini? Unajua yeye anachotaka anapata. Wala bila mwanamke ujiweke level fulani kama mimi ni wa thamani, uonyeshe thamani yako. Unanitaka mimi nenda kwetu. Kwa mimi sasa hivi hata baba yangu anajua mtoto wangu yuko kwa Bwana Swale. Na ukifika kwa baba anakusisitiza, wewe Bwana Swale anakupitia hapa au unaondoka uwai mke wa mtu kana wake za watu hapo. Kwa sababu ni mke wa mtu. Kwa hiyo wewe umejipeleka mwenyewe. Ukijipeleka hivyo hivyo utabebwa. Atakubeba huyu atakuna wewe siku 3 anakuacha. Kesho anakuchukua huyu anakaa siku 4 anakuacha. Kwa hiyo unajikuta unamkaruka na umri unaenda pia. Umri unaondoka, huyu akakuzalisha, yule akakuacha, hajakuzalisha. Kwa hiyo hivi maisha ndio hivyo. Kwa hiyo mpangilio wako mwenyewe tu ndani. Pangilia mambo yako vizuri, tumia akili. Chona na sasa hizi matapeli, wengi ni waongo. Yaani wanaume ni waongo. Anaweza kadina anake hata 6. Huyu akamwongopea hii akaja akamwoa tu mmoja. Dula kwenye hili amempokea shemeji sasa. Mimi nikampokea vizuri. Haya kwangu umeanza kukataa? Mbona mimi wake nawachukua? Ananiletea mimi yote namchukua, awe mrefu mfupi, awe nini? Andunje na msikilize. Yeye anakataa huyu shemeji yake amkataa na usuni. Haya sikumkataa, yuko na sawa. Kwa kila siku nani lazima kidogo mwenyewe aseme sister hapo sawa. Fresh yeye kwa anasema tu una amani. Una amani na fulani anambia
Kama alikuta una amani sana, mimi mtu mzima, mimi sio mtoto, mimi najua baya na zuri. Najua nachofanya. Sasa napenda sana kitu kimoja kwenye familia yenu kuhusu ndoa nyinyi hamchelewesha. Sio tucheleweshe, tunatupenda sisi, tuna baraka hizo. Sisi tunaomba zinaa. Sisi babu yetu alikuwa na msikiti, historia babu yetu alikuwa na msikiti. Kwa hiyo sisi sio watu wa zinaa, yani tunaomba kwenye zinaa. Kwa hiyo maana baraka za ndoa zinakuja. Okay, sawa. Kuna familia na historia waolewi hao. Haolewi. Kuna familia na historia waolewa waoi. Kwa hiyo sisi familia yetu na historia kuolewa na kuoa. Kwa hiyo kitu kizuri. Okay, sawa. Ilikuchukua muda gani kuchukua maamuzi ya kuolewa? Muda gani nilichukua? Baada kutoka kwenye ndoa. Baada ya kumuona yeye ananipa fulana upendo, hainichukua muda. Nikafanya maamuzi. Ilikuwa muda tu mchache sasa. Muda mchache. Mimi sasa hivi aliweke vipi ya kuhusu kwa mdogo wako? Anapanga akipata mke sawa. Na zile taarifa ambazo anazungumza juu si kwamba mke wake wa zamani alirudi sio na nini? Huo uongo bwana. Huo uongo sio jana shodamu na anatoa boko. Lakini inasemekana Dula bana bado hajamuvu. Kivipi? Maana sema mwenyewe anakuuliza anasema bana mimi kusema kweli moyoni huyo mtu bado. Ndio anachokwambia yeye ndio kipo hicho. Mimi niuliza mabali za Salenda kuelezea. Kwa hiyo anachokwambia Dula pengine ndio kipo, inawezekana kweli. Lakini wewe mdogo wako mshauri bana. Ni mshauri mapenzi anasaulika wewe. Yaani katika maisha yako usije kuzungumzia swala la hisia. Swala la hisia ni jambo zito sana. Mtu akuelewi. Mpaka ajionee mwenyewe mapenzi hayashauriki. Hata kama usitoka subutu. Sasa tunamwambia bana kule utamsha siku utafunguliwa kesi wake za watu wale. Mimi nimemwambia sio vizuri. Mtu simzungumzie lakini kama asimpende mtu anampenda na yisikia. Na usimshauri mtu asimpende mtu, mapenzi yana nguvu. Kwa nini kuona mimi naweza karudi siku moja? Uona kurudi? Yeye. Anaweza akirudi akisikia kurudi arudi. Naona unabariki fresh. Nikatae kwa sababu gani sasa? Pesa lao. Mwenyewe yeye mimi atakayempenda kaniletea yoyote. Awe yule sio yule akiniambia huyu nimempenda na mimi inabidi nimpende pia. Pendeza hivi sasa. Anaongea au tunaongea fresh. Yaani mwanangu sana. Hana tabu. Vipi ashapu nani kutambulisha kwa nyumbani na bana nini? Hajamtambulisha. Mimi nasikia tu kama mahusiano yao, lakini ninavyojua yule kaniambia rafiki yake. Kwa hiyo mimi nikashika rafiki na mimi naye tukapatana tukawa marafiki. Kwa ndio rafiki ambao mimi naujua. Rasmi wengine bado sijaambiwa. Dula naye anaikaeka. Dada mtu utapokea ngapi sasa kidogo? Kwamba kwa Dula. Anaikaeka gani bwana? Mbona wengine tu hawajulikani na maikaeka. Sasa mtu watu wanamjua ndio hivyo. Anaikaeka tu kawaida kama wanaume walivyo. Unajua wanaume mlivyo. Jana nimeona pia alikuwa anashauri pia nani alikuwa anamshauri Faithan aolewe na Rayvanny bana kwamba amekaa muda mrefu sana sana nini akasema kama ameweza kudumu na mwenye Qsa basi anaweza kama vile. Wale wawane wale. Sawa, sasa hawezi kuwashauri wajue mipango yao. Maana wengine kaa ndani ya nyumba anasema bana sisi mpaka tupate gorofa likiisha tutaoana. Sasa unashauri vipi kitu kama hapo? Kwa hiyo kila mtu ana mipango yake na mume wake. Na kila mtu ana ndoa yake. Wengine wanasema tuoane kwanza tutatafuta gorofa tukiwa wote. Kwa hiyo huwezi kufa kunini yani. Umeona pia nani Wema Sepetu amerudiana pia na Ozu pia. Ndio vizuri sasa watu wanataka waachane tu. Warudiane au waachane ndio maisha. Hivi kuachana na kurudiana na kuachana. Hiyo sio kama penzi limeisha kweli. Halijaisha, inakuwa ni hiyo inakuwa ni hamjakosana sana ndio maana unaweza kurudi. Lakini mtu yote atakukosea sana urudi wewe. Thubutu. Maumivu kabisa unayo hapo narudia hapo. Kwa hiyo ukiona hivyo na maana penzi lipo hivyo. Au sio? Kuna lote? Hamna.